Karibu katika makala ambayo itakujuza mambo 11 ambayo Rais Ibrahim Traore ameweza kuyafanya tangu aingie madarakani mwaka 2022. Haya ndiyo mambo 11, lakini kabla sija kuangazia mambo haya, huenda ukawa unajiuliza Ibrahim Traore ni nani? Ibrahim Traore ni rais wa Burkina Faso kwa sasa, mwana mapinduzi, mpenda umoja na amani, mpenda maendeleo kwa nchi yake. Huyu bwana ndiye rais mdogo kuliko marais wote wa Afrika. Aliamua kufanya mapinduzi baada ya kupishana na mtangulizi wake. Aliamini katika umoja, aliamini katika usawa, aliamini katika maendeleo kwa taifa lake na bara la Afrika kwa ujumla. Huyu bwana amezaliwa mnamo mwaka 1988 huko Bondoke katika jimbo la Mohun. Makuzi yake yanasemekana kuwa alionekana kuwa ni mtu mwenye aibu sana anapokuwa katikati ya umati wa watu, lakini aliaminika kuwa ni mtu mwenye akili nyingi sana. Alipozaliwa ndipo ambapo alipata elimu yake ya msingi kabla ya kuhamia Bobo Dioulasso kwa elimu ya sekondari. Wengi waliomfahamu walitoa ushuhuda wakisema kwamba alikuwa ni kijana mwenye aibu lakini ni mwenye akili sana. Alijiunga na chuo kikuu cha Joseph Kizebo mwaka 2006 na hapo aliweza kuhitimu kwa heshima. Mwana mapinduzi huyu alijiunga na jeshi mnamo mwaka 2009 katika chuo cha George Namoano kilichopo Po, na hapo ndipo safari yake ya kijeshi ilianza rasmi. Inaelezwa kwamba Ibrahim Traore mara kwa mara aliweza kushiriki katika operesheni mbalimbali za kijeshi huku akiongoza vikosi vya ulinzi na usalama kwa taifa lake. Miongoni mwa misheni ambayo aliweza kushiriki ni ile ya MINUSMA nchini Mali huko mwaka 2018 ambapo aliweza kukinzana vikali na mashambulio ya wanamgambo huko Timbuktu. Septemba 30, 2022, Simba wa Afrika, mwana mapinduzi, mpenda umoja na amani, maendeleo kwa nchi yake, namzungumzia Ibrahim Traore, aliweza kufanya mapinduzi ya kijeshi na kumuondoa madarakani Luteni Kanali Damiba. Luteni Kanali Damiba alionekana kuwa ni mwanaharakati na mpambanaji wa kijeshi ambaye alishika dola, lakini alishindwa kutibu matatizo ya muda mrefu. Hapo ndipo jeshi la Burkina Faso likiongozwa na makapteni mbalimbali waliweza kufanya mapinduzi na kumuondoa madarakani. Hata baada ya mapinduzi, Ibrahim Traore alitoka mbele ya umma na kutangaza huku akizungumza kwa hisia kali, akisema kwamba makubaliano yetu ya pamoja yalisalitiwa na kiongozi wetu, kuzorota kwa hali ya usalama, jambo lililotufanya kuchukua hatua kwa maslahi ya kisiasa. Haya ndiyo baadhi ya maneno aliyokuwa ameyasema Ibrahim Traore wakati wa mapinduzi hayo ya kijeshi. Pia aliendelea kusema, sikuamua kuchukua madaraka, nilichaguliwa na wanajeshi wenzangu baada ya kushindwa kupata suluhu kupitia mazungumzo. Katika miezi mitatu ijayo, lazima tufanye kazi kubwa kurekebisha mambo yaliyoshindikana kwa miezi 4 iliyopita. Hayo ndiyo maneno ya Ibrahim Traore baada ya kushika ngome ya Burkina Faso. Amefanya mambo mengi sana katika kipindi cha miaka 2. Nami kaa nami hapa nikujuze mambo 11 ambayo Ibrahim Traore, wana Burkina Faso, wana wa Afrika wanajivunia kuwa naye.